Kwanza tuseme mchungaji Ibrahim ameshajitabiria ni mchungaji sasa, hiyo inakuwa katika jina la Yesu. Efeso mstari wa kwanza alisema, nataka nisome wa kwanza hadi wa pili, nitasoma na watatu. Amen. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Jambo la kwanza, watoto wameambiwa watii wazazi kwa sababu ni haki ya msingi kwao, kama mhubiri alivyosema mwanzo, watii wazazi wao sababu hiyo ni haki kwao ambayo wamepaswa waweze kuikubali kwamba ni haki kwao ya msingi, waishike na waifuate. Pili, mstari wa pili unasema waheshimuni waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Amri hii ya Mungu ni ya kwanza, alafu ina ahadi. Ahadi ndani yake ina ahadi. Watoto wanapoambiwa kuwatii wazazi wao, maana ndani yake kwenye hii amri kuna ahadi ya baraka zao zote kutoka kwa wazazi wao. Bila kuheshimu wazazi, watoto hawawezi kupokea baraka zozote. Ndio maana Biblia inasema hili ni agano. Yaani hili ni agano Mungu ameshalisema kwamba tayari litasimama hivi. Mstari wa 3 anasema upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Maana kumbe katika kuheshimu baba na mama, kwa sababu ni amri yenye ahadi, ndipo utapata kukaa miaka mingi duniani. Kupitia kuheshimu baba na mama, jambo la kwanza unapata heri. Heri ni baraka. Pili, ukae siku nyingi hapa duniani. Unaona? Kwamba upate miaka ya kuishi mingi duniani. Kwa hiyo watoto, kama neno la Mungu linavyosema, mtii wazazi wenu katika Bwana, maana hiyo ndio amri yenye ahadi yenye baraka. Lakini ukisoma Misali 26 nasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mtu mzima. Maana yake utakapomlea katika njia inayompasa, tayari hataiacha ile njia mpaka atakapokuwa mtu mzima, kwa sababu mzazi umemlea mtoto huyo katika hiyo njia inayompasa. Amen. Kwa hiyo hata kitakapokuwa kazee, katakuwa kanaita njia ya baba yake. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri sana sisi kama wazazi tuweze kuwatisha watoto katika mapenzi ya Mungu. Tuwatishe kuwapa adabu, tuwatishe katika desturi zilizo njema, ili wafanye vizuri siku zote za maisha yao. Maana hawataiacha njia utakayofundisha. Ukimfundisha mtoto kuheshimu wakubwa, atafanya hivyo. Ukimfundisha kuwapiga wakubwa, atawapiga. Lakini wakiona tunawafundisha njia zinazowapasa, watafanya vizuri. Haleluya. Amen. Na hicho ni kipengele cha watoto. Narudia katika kipengele kile nimekisema, kuna maandiko sijasoma hapa kupitia zabibu. Mimi nitazungumza leo kupitia vile vipengele vinavyoendelea hapa. Kipengele hichi cha mwisho nitakazia andiko la mwisho. Uwe makini kunisikiliza. Tasoma maandiko ya kwenye Zaburi. Ukisoma Zaburi ya 50 mstari wa 14, kwanza ukisoma Ayubu 22:27. Nilisema kwamba unapoweka nadhiri ama sadaka ya matamko mbele za Mungu, kwamba naomba Mungu nifanyie jambo hili, nadhiri iliyoambatana na shukrani ndani yake. Katika kitabu cha Ayubu 22:27 Biblia inasema utamwomba yeye naye atasikia, nawe utazitimiliza nadhiri zako. Utazitimiliza nadhiri zako. Maana utamwomba Mungu anayesikia, utamwomba Mungu mwenye majibu, naye atatimiliza zile nadhiri zako ulizoziweka kwa Bwana. Utazifanya. Anasema hivi, mtolee Mungu zabihu, mtolee Bwana zabihu za shukrani, umtimizie aliye juu nadhiri zako. Zaburi ya 50 mstari wa 14. Mtolee Bwana zabihu zako, kisha umshukuru. Mtolee zabihu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Maana yake utamtolea Bwana sadaka za shukrani, lakini utarudi kutimiza nadhiri ambazo umeziweka. Haleluya. Amen. Unaweza kuweka nadhiri shilingi 50. Nataka nikwambie, unaweza kusema Bwana ukinitendea hili jambo natoa shilingi 100 tu. Lakini hii 100 inaweza ikawa kifungo kwako na Mungu. Nilishawahi kuona mtu aliweka nadhiri. Kwa masikio yangu anaweka nadhiri.
Akaiweka naziri, akasema Bwana akinibariki, nikifanya 1, 2, 3 nitafanya hivi kwa Bwana. Madhara aliyokutana nayo kwa Bwana. Yaani Mungu sio Asmani kama lile linavyosema, wala sio Joni. Naziri na kuaga ni ngumu sana, hata ikiwa kitu kidogo, hata iwe kitu kikubwa. Kwa Mungu kuitengua nadhiri hiyo inapaswa kuwa makini sana. Huyu mtu akaweka naziri, ni mtu anaoishi katika ardhi hii ninapozungumza sasa hivi, akifikiri amemwekea mwanadamu. Na mimi nikamwombea kwa mzigo na kwa juhudi. Baada ya kufanya ile naziri ikatimia, ilivyotimia ile naziri, ghafla akwenda kuitengua naziri, ghafla akaenda akafanya kununua mashamba makubwa. Akaanza na biashara kupitia ile fedha. Kila alichouza akiuziki. Mashamba aliyonunua akaanza kuyauza, akakata tena kata moja, kata lingine uza, yakaisha. Hii ni kitu ambacho nakijua kinachoishi. Haleluya. Ghafla siku moja akanitembelea na kuishi. Akakiri, akasema mchungaji, ndio ulikuwa unatoka huku? Kilicho alikuwa anakaa kule ng'ambo. Sasa ndio unatoka huku? Niambia ndio. Mara kwanza anasema baba, nilikuwa naenda Kioni. Basi nikupe hii nauli. Sasa siku moja akaenda kutaka kutengua na bili kwa njia nyingine. Nikafika kwake, kabidi aniambie chukua hili kochi upeleke. Moyoni nikasikia sauti nikamwambia, sikiliza, Mungu awe radhi na mpumbavu aiwekae nadhiri asiondoe. Mungu anaangalia hata kama ni 50 ndio anashughulika nayo. Anaangalia hata ni 100 ndio anashughulika nayo. Aangalie ukubwa wa kile unachoenda kufanya wakati ule. Anaangalia kile kitu kidogo. Unaelewa? Kile kitu kidogo. Amen. Kile kitu kidogo. Kwa wakati ule unaona kama cha kawaida, unaona kama kawaida. Lakini ilikuwa tayari ni tatizo. Kwa hiyo unapofunga naziri kwa Bwana, umtolee Mungu dhabihu za shukrani na utimilizie yeye aliye juu nadhiri zako. Ndio pale unaenda kwenye Mhubiri 5:5. Mungu au radhi na mpumbavu awekae nadhiri kisha asiondoe. Maana yake atakuputisha kila kitu, ataharibu kila kitu, atapoteza kila kitu cha kwako. Haleluya. Namalizia maandiko ya mwisho. Zaburi 56 mstari wa 12. Mungu anasema, Mungu, nadhiri zako zi juu yangu, nitakutolea dhabihu za shukrani. Daudi mstari ule wa 13 anasema, maana umeniponya nafsi yangu na mauti. Je, hukuinua miguu yangu isianguke, ili nisienende mbele za Mungu katika nuru. Nisiende mbele za Mungu katika nuru ya walio, niende katika nuru ya walio hai. Daudi akasema, Bwana, umeinua miguu yangu ili na mimi niende mbele ya walio hai nikiwa mzima. Haleluya. Maana yake kinyume na hapo, Daudi aliyokuwa anapigana vita na Sauli muda mrefu, Sauli aliyokuwa amepigana vita anataka kumuua Daudi muda mrefu, anataka kumuua mara nyingi, lakini ilifika wakati Daudi, Biblia inasema akamlilia Mungu, akamwekea nadhiri, kwa kuwa alimponya, akamtolea dhabihu ya shukrani. Akasema, Bwana, sasa kama ningeenda mbele ningekufa mapema, na wewe umeniacha leo niwe hai, nitembee mbele za hao walio hai hapa duniani. Kwa nini sikushukuru Mungu wangu? Ndio maana Daudi akasema haya maneno. Ili niende mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Maana kuna wakati waliokufa hawana majibu, lakini Daudi akasema, kwa kuwa umenitendea makuu, umeokoa mguu wangu nisiende katika mauti, basi umenitendea nitembee katika nuru ya wanaoishi. Asante sana Mungu. Akatoa dhabihu ya shukrani. Bwana, ukisoma mstari wa 16 katika Zaburi ya 116, Zaburi 116 mstari wa 16. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umenifungua vifungo vyangu. Mstari wa 17, nitakutolea dhabihu ya shukrani, ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Mstari wa 18, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wote. Daudi mwisho akasema, kwa kuwa umenitendea haya, nitaziondoa nadhiri zangu mbele ya watu wote. Lakini nataka niseme maneno haya. Kama una jambo, nilisema tena, unapoweka nadhiri,
Funga nadhiri pamoja na sadaka yako ya shukrani. Wewe ni siri yako na Mungu. Na baada ya kufanya hivyo, itamkie mbele za madhabahu ya Mungu, mwambie Mungu, kama leo uishivyo, naomba mimi mwanao ni mgonjwa, ukiniponya ugonjwa huu nitafanya 1, 2, 3. Umuone Mungu kama ni mwongo. Mungu sio dhalimu. Mungu sio kibaka. Mungu sio jambazi hata aseme uongo. Amesema katika Hesabu ile 23:19. Anasema Mungu sio mtu ataseme uongo, si mwanadamu hata ajutie. Anamwambia Musa katika 14:28, anamwambia maneno yenu yatakayopita masikioni mwangu, kama niishivyo mimi nitafanya kama walivyoomba. Anamwambia Yabes katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi 1 katika mstari ni ule sura ile ya 4 mstari ule wa 9 na wa 10, Yabes akamlingana Mungu wa Israeli, naye akamwomba, nipanulie ozi yangu, unilinde na mkono wa uovu, nisiende kwenye mabaya, unilinde Baba na unifanikishe na baraka. Biblia inasema Bwana akafanya kama Yabes alivyomwomba Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu ambaye hawezi kusema kitu asikifanye. Mungu ni mtakatifu, wapendwa. Amen. Kama ni mtakatifu atafanya kama tulivyoomba. Sasa sikiliza Zaburi ya mwisho. Nataka nisome andiko la mwisho. 55. 55 Zaburi. Naenda kumalizia hapo. Anasema hivi, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Maana yake wamefanya agano kwa sadaka. Mungu anasema nikusanyieni watakatifu wangu waliofanya agano kwa sadaka. Maana yake sadaka ina nguvu ya kuleta majibu kwa mtu anayetafuta jambo kwa huyo Mungu mtakatifu. Haleluya. Kwa huyo Mungu mtakatifu kuna majibu kwake. Kwa hiyo Mungu anasema nikusanyieni watakatifu wangu waliolifunga neno au wamelifunga agano kwa sadaka. Mara ngapi umefunga agano na Mungu kwa sadaka? Hebu jitahidi ulifunge agano lako na Mungu. Kama ni agano unataka utajiri, kama unataka watoto wa tumbo lako, kama unataka biashara kubwa, kama unataka amani, elimu ya watoto wako, unataka kazi, unataka furaha katika taifa unalokaa, funga agano lako na Mungu kwa sadaka. Maana anasema nikusanyieni watakatifu waliofunga agano nami kwa dhabihu. Maana yake ni watu hawa walifanya jambo hili. Mungu akubariki wewe unasikia. Ingia katika chumba chako cha ndani na Mungu, mwambie Mungu nahitaji jambo hili. Kabla ya mwaka huu ama mwakani, mwambie jambo hili nataka ulifanye nami nitafanya 1, 2, 3. Hayo ndio maombi yangu leo. Amen. Na kama unaamini, hata kama ni mgonjwa, una shida yoyote, ni hitaji lako la moyo, simama pale ulipo na maneno yako najua umeshafunga moyoni, nami nitaenda kuomba maneno haya machache kwa ajili yako na Mungu atathibitike. Kwa kuwa kama aishivyo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, aliyezitanda mbingu na nchi, kama aishivyo Bwana, neno lake ni kweli na ndio. Nami ninajiapiza katika mbingu na nchi, sitazuia neno hata moja kwa ajili yako litokalo kwa Bwana, kwa ajili ya muujiza wako. Simama pale ulipo, unasema na alifunga neno hili mbele za Bwana. Simama pale ulipo, lifunge neno kwa Bwana kwa imani. Weka mkono wako mmoja kwenye moyo, mmoja peleka chini. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu unaishi, ni Mungu unayetawala, ni Mungu unayesikia, kwa sababu umesema katika Hesabu 14:28, umesema ukimwambia mtumishi wako Musa, hakika aliambia kusanyiko la Israeli ya kwamba maneno yatakayopita masikioni mwako, yatokayo kwenye vinywa vya watoto wako, hakika Bwana utafanya kama walivyonena. Tazama watoto wako hawa Mungu Bwana, watakatifu wako ambao wameamua kuja kwako, wanalifunga agano kwa dhabihu ya nadhiri ndani ya maisha yao. Kama uishivyo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, kama uishivyo Baba, ninakusihi na kuomba, Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa utukufu, naomba ubariki maneno ya vinywa vyao, naomba ubariki maneno ya vinywa vyao, naomba ubariki
maneno vinywa vyao. Wamefunga agano na wewe Mungu mtakatifu, wameweka nadhiri mbele zako Baba, wamekusanyika mbele ya madhabahu yako, maana wamekukimbilia wewe, ili Bwana wapate majibu yatokayo mbinguni. Ninaalika moto wa madhabahu ya mbinguni, moto uletao majibu, moto uletao tumaini, moto uletao faraja, moto uletao upendo, moto uletao badiliko la ndani mpaka nje. Bwana, tazama ninaomba kwa ajili ya hawa ambao Mungu amechagua, wamefunga agano kwa dhabihu ya maneno yao, wameingia kwenye chumba chao cha ndani, wameingia kwenye moyo wao, wameenda kuweka nadhiri na wewe Mungu mtakatifu. Baba, ninakusihi na kuomba Baba, ukawatokezee wanapoinua miguu yao siku ya leo. Baba, yuko mwanamke na mwanaume Bwana wanakuhitaji mchana wa leo, wanapoondoka kwenye madhabahu hii, wanapopiga hatua kwenda nyumbani, hatua zao zikawa zenye majibu, hatua zao zikawa zenye mafanikio, hatua zao zikawa zenye matokeo, wakamiliki na kutawala yale waliofunga kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba Baba wabariki, naomba Baba bariki maneno Bwana walioyafunga kwako kwa dhabihu. Baba, uitakabali dhabihu yake huyo mama, huyo baba, uitakabali dhabihu yake, uitakabali dhabihu yake, uitakabali dhabihu yake, uitakabali dhabihu yake. Baba, ukakanene mbele zake, ikajibushe majibu wanapondoka mahali hapa. Fungua masikio yao ya imani, fungua nyayo zao za imani, matumbo yao ya imani, macho yao ya imani, pua zao za imani, mikono yao ya imani, waweze kupokea na kuyapokea majibu yao, kwa kuwa yako majibu ambayo Bwana unaachilia kwao, yako majibu ikata ya nderebosia, yako majibu unaachilia kwenye maisha yao, yako majibu ninayaona Bwana yakitiririka kutoka mbinguni kwenye kiti chako cha enzi. Yako majibu mchana wa leo, yako majibu mama, yako majibu baba, kwa ajili yako mchana wa leo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya majibu ya watoto wako, ninakushukuru kwa ajili ya vifungo vya nadhiri zao. Roho Mtakatifu yakongemelee Bwana, uyafunge maombi yao, yafunge Bwana, yapate kibali mbele za Bwana katika jina la Yesu. Baba, ukawatendee na uwape nguvu ya kutengua maneno yao kwa dhabihu walizozifunga kwa namna mbalimbali. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umetenda kwao katika jina la Yesu Kristo nimeomba hayo, amen. Amen. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akupendeza. Karibu tuombe kwa ajili ya matoleo. Tazama yajaombewa, tuelekee mbele za Mungu sadaka za shukrani.